Ndugu waandishi wa habari, tutambue kwamba tafiti hizi zitafanyika nchi nzima kwenye maeneo ambayo yamechaguliwa kitafiti, na kwa ujumla tumetengeneza sampuli ya maeneo zaidi ya 1500, na haya yataenda sambamba na zile tafiti zetu mbili, utafiti wa sekta isiyo rasmi pamoja na tafiti yetu ile ya wafanyabiashara, lakini pia tutaweza kuhusisha taasisi za biashara 8624 na utafiti wa uzalishaji viwandani wenyewe utahusisha viwanda 4245, na kwa jumla yote manake tutasambaa mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Vile vile tunategemea kuwa na jumla ya wadadisi 713 nchi nzima na wasimamizi 69 ambao kwa pamoja wana jukumu la kuhakikisha taarifa zinazokusanywa zina ubora wa hali ya juu kabisa. Wakati wa utekelezaji wa tafiti hizi, wadadisi watatambulishwa kwenye kaya na viongozi wa serikali za mitaa, na kwa upande wa taasisi na viwanda tunategemea kabisa wadadisi hao watakuwa na barua za utambulisho kutoka kwenye ofisi za mkoa na za halmashauri. Kazi za ukusanyaji wa taarifa za tafiti hizi itachukua takriban miezi miwili, na tunategemea tafiti hizi zianze kazi tarehe 11 Machi ambayo leo mpaka tarehe 10 Mei 2026. Tafiti hizi zote, na kama tunavyofahamu kwa sasa tunatumia teknolojia, kwa hiyo zitakuwa zinatumia vishikwambi na simu. Ndugu waandishi wa habari, napenda pia kuchukua fursa hii ya kuwajulisha kuwa tafiti hizi zitakusanywa kwa mujibu wa sheria ya takwimu sura namba 351, na taarifa zitakazokusanywa ni siri na zitatumika kwa ajili ya matumizi ya kitakwimu tu na si vinginevyo. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na tafiti hizo ambazo zimeanza tarehe 11 Machi, tuna tafiti ambazo ziko uwandani, wadadisi wanaendelea na kazi. Naomba nizitaje kwa uchache. Utafiti wa watu wenye uwezo wa kufanya kazi wa mwaka 2026 ambao una lengo la kupata viashiria vya soko la ajira nchini kama ukosefu wa ajira, nguvu kazi iliyopo, taarifa ambazo hutumika kuandaa program zenye lengo za kuzalisha ajira nchini hasa kwa vijana. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na utafiti huo, lakini pia kuna utafiti unaoendelea unaitwa ambao tunafanya tathmini ya upatikanaji wa huduma za maji na usafi wa mazingira katika vituo vya kutolea huduma za afya nchini. Na kama tulivyosikia, utafiti huu ni moja kwa moja kwamba utasaidia kuandaa mikakati ya kitaifa ya kuboresha vituo vya afya na utunzaji wa mazingira safi na salama kwa umma. Vile vile tuna utafiti unaoendelea, utafiti wa mifugo, na utafiti huu unafanyika katika mikoa miwili, na unaweza ukajiuliza kwa nini mikoa miwili. Utafiti huu umekuja kama ni utafiti wa kimethodolojia zaidi kufanya majaribio. Kwa hiyo utafiti huu utafanyika katika mikoa miwili ya wafugaji, mkoa wa Arusha na Tabora. Umechaguliwa kwa makusudi kabisa ili kuweza kujaribu zile nyenzo ambazo tutazitumia, na kama utafiti huu ukifanikiwa na utatoa maboresho mazuri, maana yake utaweza kutumika, methodolojia hiyo itaweza kutumika kwenye nchi nyingine. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na umuhimu wa takwimu zinazozalishwa na tafiti hizo kama nilivyoeleza hapo awali, nipende kutoa rai kwa Watanzania wote watakaofikiwa na wadadisi watakaohusika na zoezi la ukusanyaji wa taarifa wa tafiti hizi waweze kutoa ushirikiano wa pamoja kabisa na kutoa majibu sahihi kwa maswali ambayo watakayoulizwa. Taarifa hizi ni za kina na kwa kweli zitahitaji umakini mkubwa, na ni tegemeo letu kabisa kwamba tafiti hizi zitapatikana baada tu ripoti zake kuandaliwa, na tutawaita tena mwezi Juni ili kuweza kutoa matokeo hayo na kutusaidia kuweza kuyasambaza kwa wananchi. Ndugu waandishi wa habari, kabla ya kuhitimisha, napenda pia kwa namna ya kipekee kabisa kuvishukuru vyombo vyote vya habari, kwani si leo lakini ni mara nyingi sana mmeendelea kutoa fursa kubwa sana kutoa elimu kwa wananchi
hususan katika mazoezi yetu haya ya ukusanyaji wa taarifa, lakini pia pale tunapokuwa na taarifa zimeshaandaliwa kutoka kwenye reports, huwa mnaweza kuzisambaza na kuwafikia walaji. Ndugu waandishi wa habari, mwitikio mkubwa ambao tunaupata hasa katika kaya, lakini pia na watu wote ambao wanahusika kwenye tafiti hizi, huwa ni mchango mkubwa sana ambao mnautoa ili kuhakikisha kwamba uelewa ule unaenda sawa sambamba kabisa na maudhui ya tafiti zetu, na kwa minajili hiyo inatusaidia kwa kiwango kikubwa kupata majibu halisi ya utekelezaji, lakini pia ya issue ambazo zipo katika tafiti zetu hizo. Ndugu waandishi wa habari, naomba nimalizie kwa kuchukua fursa hii kwanza kabisa kuwashukuru taasisi zote za serikali. Tafiti hizi tunazifanya kwa mashirikiano makubwa sana, taasisi za serikali, lakini pia na wadau wengine wa tafiti hizi kwa juhudi zao za kuhakikisha kwamba tunaweza kutekeleza majukumu haya, hususan katika kipindi cha maandalizi. Tafiti yoyote huwa inakuwa na stage ya maandalizi, lakini pia huwa tunafanya mafunzo. Leo tumekuja kusema kwamba tunaenda uwandani kwa kuwa tumeweza kuwafunza wale vijana wetu au wadadisi wetu 700 vizuri na wasimamizi wao ili waweze kutukusanyia zile taarifa. Sambamba na hilo pia napenda kutoa shukrani za dhati kwa Wizara ya Fedha, lakini na serikali kwa ujumla kuhakikisha kwamba tunaendelea kupata rasilimali fedha ili kuweza kutekeleza majukumu yetu haya. Pamoja na ofisi hizo, lakini pia naomba nichukue fursa hii kuwashukuru sana ofisi ya mfuko wa kuendeleza sekta ya fedha FSDT, pamoja na Finmark Trust na wadau wetu wa maendeleo wakiongozwa na Benki ya Dunia katika kuhakikisha kwamba tafiti hizi tunazifanya katika viwango vya kimataifa na kitaifa ili kuweza kutoa ulinganifu wa ile makadirio tutakayoyatoa na tutaweza kulinganishwa na nchi zingine. Ni matumaini yangu tutaendelea kushirikiana na wadau wote pamoja na vyombo vya habari katika kuhakikisha kwamba tunaweza kupata takwimu rasmi ambazo ni halisia, lakini pia tunaweza kuzitumia. Kwa hiyo nyinyi mkiwa ni walaji wetu wakuu kabisa, uelewa wenu maana yake ndio uelewa wa wananchi. Tutaendelea kushirikiana nanyi vyombo vya habari na tutaendelea kupeana mafunzo ya hapa na pale, hasa panapokuwa na tafiti maalum na yenye indicator maalum ambazo zinahitaji ufafanuzi wa kina. Baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.